Utabiri wa nyota wa Alhamisi, tarehe ni 30 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni mimi mtabiri wako Daktari Mwaka. Hivyo utabiri huu nimesoma nishati ya siku husika na kuambatanisha nini kitakachotokea. Jua liko katika nyota ya Simba na mwezi uko katika nyota ya Ndoo. Leo ni siku ya kujiamini, kujitambua na kufanya maamuzi yatakao kusongeza mbele. Jua katika nyota ya Simba linakupatia ujasiri wa kuonyesha vipaji na kufuata malengo yako, huku mwezi katika nyota ya Ndoo inakuhimiza kufikiri kwa njia tofauti, kuachana na hofu na kutafuta suluhisho jipya kwa changamoto zako. Hivyo basi, ni wakati wa kuamini uwezo wako, kutokata tamaa na kutoruhusu maoni ya watu ya kuzuia kufikia ndoto zako. Wengi wataanza kuona mabadiliko mazuri katika kazi, fedha, mahusiano na maendeleo binafsi. Tutaenda moja kwa moja kwa utabiri wa kila nyota na kuangalia kipi kitakachojiri. Nyota ya kwanza ni nyota ya Aries au nyota ya punda, kwa watu waliozaliwa Machi tarehe 21 hadi Aprili tarehe 19. Leo Alhamisi, usijitilie shaka wala usiruhusu hofu ikuzuie kuchukua hatua. Kumbuka uwezo ulio nao na endelea kupigania kazi na malengo yako, hata kama kuna watu wanaojaribu kuziba njia zako za mafanikio. Kwa uvumilivu na kujiamini, utafanikiwa kufika kile unachokisudia. Nyota ya pili, nyota ya Taurus au nyota ya ng'ombe, kwa watu waliozaliwa Aprili tarehe 20 hadi Mei tarehe 20. Hata kama leo hujisikii kuridhika na hali ilivyo, usikate tamaa. Endelea kufanya kazi kwa bidii na kuamini mwelekeo wako. Mabadiliko mazuri yanakuja maishani mwako, na baadhi yenu mnaweza kupata kazi bora au kushiriki mkutano muhimu utakaofungua milango mipya ya mafanikio. Nyota ya tatu ni nyota ya Gemini au nyota ya mapacha, kwa watu waliozaliwa Mei tarehe 21 hadi Juni tarehe 20. Leo ni wakati wa kuachana na tabia au mazoea yanayokuzuia kusonga mbele. Epuka umbea na elekeza nguvu zako kwenye maendeleo yako na mafanikio, kwa sababu mafanikio yanaanza kusongea mbele, hivyo usikate tamaa. Nyota ya 4 ni nyota ya Kansa au nyota ya Kaa, kwa watu waliozaliwa Juni tarehe 21 hadi Julai tarehe 22. Kuwa mwangalifu katika masuala ya fedha na ushirikiano. Nazungumza kwa uwazi pale unapohisi kuna jambo haliko sawa. Changamoto ulizokuwa ukizipitia zinaanza kupungua, huku bahati ya fedha ikianza kufungua njia mpya na maendeleo ya utulivu. Nyota ya 5 ni nyota ya Simba au nyota ya Leo, kwa wale waliozaliwa Julai tarehe 23 hadi Agosti tarehe 22. Kipindi cha huzuni kinaanza kuisha na matumaini mapya yanachukua nafasi yake. Mipango yako ya kazi na fedha ina nafasi kubwa ya kutimia, huku fursa nyingi zikianza kujitokeza na kubadilisha maisha yako. Endelea kuamini safari yako na usiogope kuanza hatua mpya. Nyota ya 6 ni nyota ya Vago au nyota ya mashuke, kwa wale waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Ikiwa juhudi zako hazijaleta matokeo uliyoyatarajia, tumia leo kutafakari na kupanga upya. Usikate tamaa, kwa sababu kazi unayoifanya itaanza kuzaa matunda. Unaweza pia kuamua kuachana na urafiki au uhusiano usiokuwa na manufaa na kupokea habari njema kuhusu fedha. Nyota ya 7, nyota ya Libra au nyota ya Mizani, kwa wale waliozaliwa Septemba tarehe 23 hadi Oktoba tarehe 22. Ndoto na malengo yako yanaendelea kusongea karibu kutimia. Msaada kutoka kwa mtu unayemwamini unaweza kukufungulia mlango mpya. Hata kama kuna vikwazo katika mapenzi au mafanikio, usikate tamaa. Endelea kuwa na subra na tunza afya yako. Nyota ya 8 ni nyota ya Scorpio au nyota ya Nge, kwa watu waliozaliwa Oktoba tarehe 23 hadi Novemba tarehe 21. Leo ni wakati wa kuthubutu kutoka kwenye eneo lako la faraja na kuamini uwezo wako.
Ingawa kuna watu wanaoweza kujaribu kukuzuia, vikwazo hivyo havitadumu. Njia zako za mafanikio zinafunguka na mipango yako ina nafasi nzuri ya kutimia. Nyota ya 9 ni nyota ya Sagittarius au nyota ya mshale kwa watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Panga matumizi yako kwa busara na usikubali changamoto zikukatishe tamaa. Ikiwa umekuwa ukihangaika kutafuta kazi au maendeleo, endelea kuwa na imani na kufanya maombi. Bahati iko njiani na baadhi yenu mnaweza kupata mafanikio katika mapenzi au fursa mpya ya kazi. Nyota ya 10 ni nyota ya Capricorn au nyota ya mbuzi kwa wale waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Usipoteze amani yako kwa kufikiria kupita kiasi kuhusu fedha, kazi au mapenzi. Badala yake, elekeza nguvu zako katika kujijenga, mabadiliko yenye heri, na utaanza kuona maisha yako yanakuwa mepesi na yatakuletea utulivu na matumaini mapya. Nyota ya 11 ni nyota ya Aquarius au nyota ya ndoo kwa wale waliozaliwa Januari tarehe 20 hadi Februari tarehe 18. Leo jipe muda wa kupumzika na kutunza afya yako ya mwili na akili. Usijisukume kupita kiasi. Maisha yako yanaelekea kuwa na mwanga bora zaidi. Mahusiano yataanza kujitokeza ambayo yatapelekea ndoa, hata bahati za kazi zitaanza kufunguka. Dumisha uwiano kati ya kazi na maisha yako binafsi. Nyota ya 12 ni nyota ya Pisces au nyota ya samaki kwa wale waliozaliwa Februari 19 hadi Machi tarehe 20. Chagua kuachilia yaliyopita na usiruhusu matendo ya wengine ya kuvuruge. Elekeza nguvu zako kwenye malengo yako na linda amani yako ya ndani. Hata kama umekuwa ukipitia changamoto katika kazi au mahusiano, usikate tamaa. Baraka zinaanza kufungua njia zako na zitakusaidia kushinda vikwazo, huku ukianza kujitenga na watu wasiokuwa na mchango chanya katika maisha yako. Huo ndio utabiri wa Alhamisi ya tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, utabiri huu ni wa jumla. Huenda usikuhusu moja kwa moja wote, lakini pia inategemea ishara ya jua ulipozaliwa au uzoefu wako wa natal chart. Unapojua wapi kwa kuangalia kwenye nguvu zaidi. Hivyo basi, chukua kinachokuhusu na uache kile hakikuhusu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe. Gusa kengele ya notification ili kila video mpya itakayokuja uwe wa kwanza kuiona.